Karibu tena na unayetufuatilia wakati huu. Tunakwenda moja kwa moja kwenye mjadala wetu wa siku ambapo tunaitazama Zanzibar, ambako Rais Hussein Ali Mwinyi wiki iliyopita alitangaza na kuliapisha baraza lake la mawaziri siku kadhaa baada ya kulizindua baraza la wawakilishi kufuatia kutangazwa mshindi na tume ya uchaguzi baada ya uchaguzi uliofanyika Oktoba 28 na 29 visiwani humo. Chama kikuu cha upinzani Zanzibar cha ACT Wazalendo kilichotangazwa kushindwa kwenye uchaguzi huo mpaka sasa hakijatoa msimamo wake kuhusu kujiunga na serikali ya umoja wa kitaifa licha ya kuachiwa nafasi 4 kwenye baraza hilo. Serikali hiyo ya umoja wa kitaifa, nikumbushe tu kwamba ilianzishwa zaidi ya miaka 10 iliyopita kwa lengo la kutuliza hali ya kisiasa iliyokuwa ikivigubika visiwa hivyo kila wakati wa uchaguzi. Licha ya uchaguzi wa mara hii kuzingatiwa kufanyika huku hali ikiwa tulivu, lakini upinzani bado unasema kulikuwa na dosari kubwa na umekataa kuyatambua matokeo yake. Tayari umetangaza kwenda mahakamani kuyapinga. Katika mazingira haya, ipi hatma ya serikali ya umoja wa kitaifa? Tunajadili haya na katibu mwenezi wa CCM Hamisi Mbeto na Omar Said Shabani. Karibuni sana, ni mwanasheria mkuu wa ACT Wazalendo. Karibuni sana. Asante sana ndugu waandishi. Sawa, tuanzie kwako Bwana Omar Saidi. Chama chenu sijui kina msimamo gani hadi sasa kuhusu serikali ya umoja wa kitaifa? Tuanzie hapo. Asante sana, asante Destele kwa kutupa fursa hii. Kwa kujibu swali lako, kwanza kuhusu serikali ya umoja wa kitaifa ni serikali ambayo ipo kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Ilianzishwa baada ya mabadiliko ya katiba. Kwa hiyo kuhusu uwepo kwake, sisi tunatambua kwamba ipo kwa mujibu wa katiba. Kuhusu sisi na serikali ya umoja wa kitaifa, kama ambavyo mwenyekiti wa chama na aliyekuwa mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Othman Masoud Othman, ambao wamekuwa akisisitiza mara nyingi kwamba kwa sasa kwa kwetu sisi ACT Wazalendo, suala la kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa au kutokuingia sio kipaumbele chetu, wala sio jambo ambalo kwetu sisi ni la kulijadili. Tunaamini kwamba kama nchi kuna mambo makubwa zaidi ya kujadili, ya kuyatafakari, na si swala la serikali ya umoja wa kitaifa. Bwana Omar Saidi, unaposema kwamba sio swala la kipaumbele kwenu, tayari mmeachiwa nafasi 4 na kama ulivyotanguliza mwenyewe, hii serikali ya umoja wa kitaifa ipo kikatiba na nyinyi mmepewa nafasi hizo 4. Mna hoja gani za kuliona kwamba hili sio swala la kipaumbele kwa sasa? Asante. Yes, ni kweli. Naposema kwamba serikali ya umoja wa kitaifa ipo kikatiba ni kwa sababu ni kwenye sheria tunasema ni creature of constitutions. Ipo, imeanzishwa na katiba. Ninaposema kwetu si kipaumbele, na kusudia nchi tumemaliza uchaguzi ambao umedhihirisha kwa mara nyingine tena uwezo wa Chama cha Mapinduzi kutumia vyombo vya dola na kutumia vyombo vya serikali kupoka na kupora matakwa ya wananchi kwa njia mbalimbali. Kila mwaka, kila uchaguzi wanakuja na mbinu zisizokuwa za kiuchaguzi, kwa maana ya kutegemea wapiga kura, badala yake kutegemea mifumo ambayo itawapa ushindi. Sasa kama nchi, jambo hili lina hatari ya moja kwa moja na hatma na demokrasia ya nchi yetu, hasa huko tunapoelekea. Wakati unafungua umeeleza kwamba uchaguzi huu unasemwa kwamba ni uchaguzi ambao umefanyika kwa hali ya amani na utulivu. Sasa hapa inategemea tu kila mmoja na muktadha wa amani anavyoutafsiri. Amani inaweza kuwa hakujauliwa mtu, inawezekana hakujavunjwa mtu, lakini unapokuwa na sehemu kubwa ya wananchi mioyo imesononeka, mioyo imesinyaa kwa sababu ya matakwa yao kuporwa, huwezi ukasema kwamba amani ipo katika nchi hiyo. Kwa hiyo ni mtazamo tu wa namna ambavyo tunaweza tukatafsiri amani. Tuachie hapo Bwana Omar Saidi. Bwana Mbeto,
kama umemsikia Bwana Omar Saidi, ni kwamba wao wanaamini uchaguzi umepokwa, metumia njia ambazo ni za mifumo ambayo haiwezi kuaminika, mmeupoka uchaguzi. Hoja zinazotolewa na ACT kwenu zina msingi? Kwanza na mimi nishukuru tena Deutsche Welle kwamba labda niende moja kwa moja kwenye shutuma ambazo Bwana Omar Said Shaban anazungumza. Mimi angenieleza tu mifumo gani, labda nikusaidieni. Yeye mwenyewe alisema hapo kwamba serikali ya GNU haikuja kwa bahati mbaya. Serikali ya GNU imekuja ili kumaliza mtafaruku, kutokuelewana kwa Wazanzibari. Na hii labda nikukumbusheni tu, nchi yetu mwanzo hatukuwa na GNU. Imekuja baada ya chaguzi mbalimbali tangu 35 zinazotokezea Zanzibar, na tunatoshana kwa match ndogo sana, 50%, 51%. Ikaonekana na Chama cha Mapinduzi, kumbuke, ndio yenye nchi, ikaamua kwa ridhaa yetu. Nakumbuka tulikutana halmashauri kuu ya taifa kule Butiama, mkoa wa Mara, tukafikia maamuzi kwa siasa za Zanzibar lazima watu washirikishe wenzetu. Haiwezekani mtu anapata zaidi ya 40% na umwezi kumshirikisha kwenye serikali. Na ndio maana tukaja na mabadiliko ya 10 ya katiba ya Zanzibar na ikaika kisheria. Na ndio maana ukaikuta GNU haiwezi kuondoka kwa matakwa ya mtu, lazima ufanye referendum upate ridhaa za Wazanzibari. Lakini pamoja na hilo Bwana Mbeto, ni kukate kidogo. Swali hapa ni kwa nini mnataka ACT iwaamini kuingia kwenye hiyo serikali ya umoja wa kitaifa, wakati tuhuma zao ni kwamba mlishindwa katika serikali zilizopita kutimiza ahadi mlizowapa, ikiwemo hii ya kwamba mifumo mnayotumia ni ya kuwapoka uchaguzi? Kwa nini mnataka waamini kwamba kuingia kwenye serikali ni suluhu? Nakuja kwenye swala. Unajua, ukisoma sheria namba 4 ya mwaka 2018, ukianza ibara ya 15 inaelezea utaratibu wa uandikishaji na nani anastahili kuandikishwa. Lakini ukija ibara ya 75 inaelezea utaratibu wa upigaji kura, uhesabu matokeo na kubandika. Na bahati nzuri kila chama kinawakilishwa na mawakala katika vyumba vyote. Na bahati nzuri uchaguzi huu tulikuwa na vyumba ama vituo vya kupiga kura 407. Tulikuwa na vituturi 1752 na kote kulikuwa na mawakala. Ni hivi ninachotaka nikukwambie kwamba uchaguzi ulikwenda vizuri na kila mwenye mtu alipata haki yake ya kupiga kura. Wenzetu wanashindwa kuamini kwamba Daktari Hussein Mwinyi kaja na falsafa tofauti na wenzie. Kwa mfano, sisi chaguzi zote, mfano kwa kisiwa cha Pemba, kuwafanya watu wa Pemba kwamba hawawezi wakabadilika ni dhambi kubwa sana. Wananchi mara hii walichagua maendeleo, walichagua amani. Na kwa kweli nimpongeza Rais Mwinyi, amefanya Bwana Omar Saidi, hayo aliyoyasema Bwana Mbeto, wewe unayajibu vipi? Asante. Kwanza nafikiri Mbeto anazungumzia kuna neno la Kiingereza ngelitumia, pengine ingeweza kuwa tusi kwake, na ni mtu ambaye namheshimu. Usilitumia. Sitalitumia. Lakini nasema Mbeto amekaa afisi kuu akisubiri kupewa ripoti au comfort kwamba mambo yanakwenda. Mimi nimekuwa mgombea kwenye uchaguzi huu kwa mara ya kwanza, lakini nimwambie tu anazungumzia sheria hizi na kanuni. Mimi kwenye jimbo langu nililogombea Pangawe, na hiyo imekuwa mifano kwenye majimbo karibia yote hapa Zanzibar. Mimi binafsi nimewatoa watu wakiwa vituoni, wameletwa na mgombea wa Chama cha Mapinduzi, wakiwa wana vitambulisho visivyofanana na sura zao wala umri wao, kwa ushahidi wakati huo makamishna wakiwepo vituoni. Nimemtoa kijana mdogo mwenye kitambulisho kilichoandikwa amezaliwa mwaka 1968 na alikuwa ameshaingia kwenye kituo cha kupiga kura na ameshapewa karatasi ya kupiga kura.
Mimi lakini Bwana Omar, hayo yanaweza yakawa ni maelezo mengi lakini matokeo yalishatangazwa, washindi wameshajulikana. Sasa tuko kwenye kuliangalia suala zima la serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa nini hamuoni kwamba ni muhimu kwenu kuingia kwenye maridhiano ili kuleta umoja katika mazingira ambayo ni ya mgawanyiko? Kama mnavyosema ni kwamba hamuamini uchaguzi ulikuwa wa haki, lakini kwa nini hivi sasa hamuwezi kufikiria mbele? Labda nikumbushe kitu kimoja na namkumbusha kakaangu Mbeto. Tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2020, wakati Maalim Seif aliyekuwa makamu wa rais, Mwenyezi Mungu Abrahamu, kiongozi wetu, anaapa kuchaguliwa kuwa makamu wa kwanza wa rais, mbele ya Rais Mwinyi alitoa hotuba na nukuu maneno yake. Alisema serikali ya umoja wa kitaifa iliyoasisiwa na katiba ya Zanzibar kupitia marekebisho ya 10 ya katiba ya mwaka 2010 ilikusudiwa kuwa chombo cha kusimamia, kuratibu na kuongoza juhudi za Wazanzibari kufikia maridhiano ya umoja wa kitaifa. Hiki ni chombo, sio destination, sio safari yenyewe. Tunapoichukulia serikali ya umoja wa kitaifa kwamba uchaguzi umekwisha, basi twendeni kwenye serikali, hapana. Madhumuni ya kuanzishwa serikali ya umoja wa kitaifa, kama serikali ya umoja wa kitaifa haijathibitika kutatua matatizo ya msingi. Sawa, tuachie hapo na swali kwa Bwana Mbeto kwa hayo uliyoyazungumza. Bwana Omar Shabani, naomba nimlete Mbeto. Wengine wanatuhumu kwamba nyinyi CCM kwamba hamna haja na serikali ya umoja wa kitaifa. Mara kadhaa mmenukuliwa mkiwataja wenzenu wa upinzani wanapoingia serikalini kama ni waalikwa tu na nyinyi ndio wenye mamlaka. Je, chama chenu kinaweza kwenda umbali wa kuivunja serikali ya umoja wa kitaifa ikiwa ACT watakataa kujiunga mara hii na serikali hii, ili muondokani kabisa pengine na jambo hili ambalo mnaonesha kama ni adha kwenu? Hapana, sisi kama msimamo wetu, nami nisaidie ndugu yangu, kwamba nilizungumza mwanzo, serikali ya JNU ilipoundwa imeundwa kisheria na imeweka mgawanyiko, utaratibu wa kupata uwakilishi ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa. Ikazungumza mgawanyo utakuwaje na nani itakuwaje. Tukasema wazi. Sasa unapoiacha sheria, na bahati nzuri ndugu yangu ni mwanasheria. Kwa mfano, yeye anazungumza, unajua, uyapinga maamuzi ya Wazanzibari. Wazanzibari walitoka, walikwenda kupiga kura, wakampa Dr. Hussein Ali Mwinyi 74.8 na Osman wakampa 23%. Walikwenda kupiga kura, lakini hoja anayosema Omar haina mashiko. Nimezungumza, ukisoma hizo bara nilokutajia, kila chama kilikuwa na mawakala. Lakini ni kuongezea ndugu mtangazaji, usiongeze, muda wetu umekwisha Bwana Mbeto. Bwana Messi Mbeto, daftari tumekuelewa. Before election wao kama walikuwa wanasema, na chengine nimalizie, yeye anazungumza vitu kama aliwatoa. Sisi tumeomba daftari kwa barua, hatukupewa. Labda nyinyi mmeletewa, na unathibitisha kwamba nyinyi mmeletewa daftari. Sisi tuna barua zisizopungua 3, tunaiomba tume itupe daftari, imekataa kutupa daftari. Sasa wewe unatuambia kwamba nyinyi mmepewa 2 days before election. Naomba ni ukate mjadala huu, tumefikia mwisho. Nyote wachangiaji wetu tunawashukuru sana. Bwana Hamisi Mbeto, katibu mwenezi wa chama cha CCM na huko Zanzibar, na Omar Saidi Shabani, mwanasheria wa ACT huko Zanzibar. Asanteni na msikilizaji.